Pengine hii ni nafasi ya kipekee kabisa kwa klabu ya Yanga kuendelea kuonyesha ubabe na ukubwa wake. Na zungumza haya ni mara baada ya maneno yanayotrend sasa hivi huko mitandaoni yanayoonyesha nguvu, jitihada pamoja na ukali wa Young Africans kuendelea kuboresheka. Na ni mara baada ya mchezaji wa Yanga wa zamani Mayele kuweza kutoa maneno ambayo yameweza kuwakosha na kuwafurahisha wachezaji wa Yanga pamoja na viongozi, lakini pia mashabiki. Kwao unaambiwa furaha isiyo na kifani, isiyo elezeka. Sasa kabla hatujaenda kuyazungumza haya na kuyaweka sawa, mimi nikukaribishe wewe shabiki ambaye ndio kwanza unajiunga nasi, na kwa wewe ambaye bado hujajiunga nasi hapa kwa kuwa mwanafamilia wetu, basi tunakuomba uguse maandishi mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe, ili usipitwe na habari muhimu kama hizi. Kila ambapo tunakuletea utakuwa wa kwanza kuzipata, na kwa wakati na wasaa husika zitakuwa ni habari ambazo zenye umuhimu zaidi za wewe kujua nini ambacho kinaendelea sasa hivi kwenye ulimwengu wa soka. Sasa kwa taarifa ambazo watu wengi wamekuwa nazo na wengi zimewashangaza mara baada ya Mayele kudai kwamba atakapomalizana na hao mabosi zake wa huko sasa hivi alipo, basi atatumia muda kuweza kurudi nyumbani kuja kuisafisha madoa ambayo alishawahi kuyaweka, lakini kuja kujimarisha na kuacha historia kubwa kwa wale ambao waliweza kumfanya yeye akafika pale alipo. Ikumbuke Yanga imeweza kumfanya Mayele kuweza kusogea hatua kubwa zaidi za kimaisha na kutengeneza mafanikio, historia pamoja na jina kubwa sana kwenye virabu vya soka mbalimbali hapa barani Afrika, lakini na duniani kote. Sasa hivyo Mayele hii anataka kuitumia ni kama nafasi ya kuweza kurudisha heshima na kutoa ile nia yake nzuri ambayo aliweza kuiahidi kwamba siku moja licha kuwa ameondoka Yanga, basi ipo siku ambapo atarejea klabuni hapo na kuungana na wachezaji watakaokuwepo katika kuiwakilisha Yanga na kuipambania Yanga kuweza kufika katika hatua kubwa zaidi. Maneno haya yamewafurahisha mashabiki wengi, na wengi wamekuwa wakiomba na wakisubiri kwa hamu kuona kitakachojiri.